Basi karibuni katika ibada hii, katika mahubiri ya ibada hii. Leo siku ya sikukuu ya Christmas, tarehe 25 Desemba mwaka wa 2019. Kama kawaida yetu watu wanajifunza jambo fulani, kwa sababu kanisani tumeambiwa tu ni nguzo ya sema kujifunza maarifa ya Mungu, tuweze kupata sehemu nyingine. Basi leo tutajifunza somo ambalo tutajifunza baadhi ya mambo yake machache. Neno la Mungu ni jipya kila siku, na kwa sababu mara nyingine tulikuwa hatujawahi kuyarusha katika mitandao na kwa watu walioko mbali, basi tutalihubiri tukigusa baadhi ya vitu tulivyosikia nyuma, lakini na mambo mengi mapya. Somo la leo kichwa chake ni hiki hapa. Ni jambo jema kusherehekea sikukuu ya Christmas. Kichwa cha habari ni jambo jema kusherehekea sikukuu ya Christmas. Lakini sasa tuje kwenye baadhi ya mambo ndani yake. Tutaona pande zote mbili. Kuna wanadamu ambao wanapinga habari ya kusherehekea Christmas. Tutaona hoja zao na wapi wamepotoka. Na pia tutaona upande wa pili ambao watu wanaisherehekea Christmas tu kwa jinsi ya mwili peke yake. Yaani wanafanya vitu vyote vya mwili na mara nyingi huwaingiza katika hali ya dhambi. Na actually katika dhambi. Kwamba nao ni upande mbaya. Na mara nyingi ndivyo mambo yalivyo. Upande wa huku huwa sio sawa na mwingine sio sawa. Paulo anasema sehemu fulani anasema Wayahudi wanatafuta ishara, wako upande mmoja. Na Wayunani wanatafuta hekima. Anasema hatuko kokote katika hilo kundi. Watu wenye kutafuta ishara, tunataka tuone ishara mtu anafufuka. Anasema huko hatupo. Alafu pia kuna watu wanatafuta hekima. Tunataka utuhakikishie kisayansi kwamba hili swala. Anasema huko nako hatuko. Anasema sisi tuko katikati, tunamhubiri Kristo aliyefufuka. Kwa hiyo ni mfano wa hivyo. Tutaona kwamba ni jambo jema kusherehekea Christmas, lakini katika hali iliyopingana na sehemu nyingine ya kusherehekea Christmas. Kama utangulizi tu. Kwa sababu tutaenda kwenye maandiko mengi. Na hili somo kama hili hatutalihubiri tena kwa miaka karibuni, ili kusudi lieleweke na tutalisambaza kwa watu wengi waelewe ukweli. So kila kitu kitoka katika Biblia. Leo hii kuna imani nyingi tu. Nyingine, unajua imani sio lazima iwe imani ya kidini. Imani, unajua hata katika sayansi kuna imani. Anakuambia tuna imani kwamba mwanadamu zamani alikuwa anatokana na nyani. Hajawahi kufanya majaribio, hajawahi kufanya scientific yoyote ile, hana chochote, lakini nakwambia kwa hiyo ni aina fulani ya imani. Imani ni kutegemea kwamba jambo fulani litakuwa hivi au litakuwa hivi bila kulithibitisha. Lakini imani yetu imejengwa juu ya kweli ya Mungu, na kweli ya Mungu hatuhitaji kwenda kuijaribu na kuipima. Imepimwa, ikajaribika, ikakamilika, ikawa kweli tu. Kwa hiyo kuna imani nyingi duniani, nyingine ni za kidini, nyingine sio za kidini, inayosema labda kusherehekea Christmas au Christmas yenyewe ni mbaya, ni matendo ya dhambi na asili ya dhambi. Tujue msingi mmoja wa kweli wa kiimani ni mmoja. Jambo lolote usiloweza kulithibitisha kwa maandiko, kwa ufupi kiimani huwa ni uongo. Jambo lolote ambalo unaweza kulithibitisha kwa Biblia, so neno la Mungu halikuacha kitu chochote kile. Kwa hiyo hizo imani na mtu anazishika na kweli anazishika, kweli anaziamini, na wakati mwingine atuwapewa vitu viwili vitatu vya kushikilia, lakini ukiingia katika na huyo mtu kimuuliza ukasema ulishawahi kusoma Isaya mlango wa kwanza na mpaka wa 66, anakuambia sijawahi kusema. Sasa unamwambia wewe unaaminije kwamba uko sahihi? So neno la Mungu hujalisoma. Ulishawahi kusoma Mathayo sura ya kwanza mpaka sura ya 28 bila kuruka mstari? Anasema sijawahi. Sasa wewe unaaminije kwamba unachokisema? Kwa sababu sema ambao hujasoma ndipo Mungu anakoongea. Wewe kwa sababu unakuta watu hawajasoma Biblia na ana vistari viwili vitatu au ana marejeo fulani ya hapa na pale, references. Haimpi ukweli, kwa sababu kama hujawahi,
tunasema ni msemo wa kawaida tu wa duniani kwamba kama hujawahi kufanya utafiti wa jambo fulani huna haki ya kulisemea. Kama hujawahi kusoma Biblia kuanzia sura ya kwanza ya kitabu cha kwanza Mwanzo mpaka sura ya mwisho kitabu cha mwisho Ufunuo, huna haki ya kutoa hoja za kiimani kwa sababu unakuwa unadanganya. Pale ambapo hukusoma ndipo unakuta Mungu anaongea. Mungu anaongea katika Hosea, hujaisoma. Kwa hiyo lazima tufike sehemu fulani tuache kudanganywa na watu ambao ni wadanganyaji. Kwa hiyo tunaona pande zote mbili hizi. Christmas ni kumbukumbu tu. Na tunaweza kusema kama ni kumbukumbu tu. Leo hii watu wanasherehekea sikukuu nyingi. Sikukuu za kuzaliwa kwao wenyewe na hana uthibitisho kwamba hiyo tarehe ndio aliozaliwa. Lakini anajua tu. Na utafiti unaonyesha kwamba watu wengi huwa siku waliozaliwa wanaosema ndio wamezaliwa. Labda hivi vizazi vya karibuni ambapo kuna kumbukumbu za maandishi. Au unaweza kaenda katika vitabu. Lakini watu wenye miaka kuanzia 30 na kurudi na kwenda juu wengi tarehe wanazosherehekea za kuzaliwa sizo walizozaliwa. Biblia haijasema kwamba Kristo alizaliwa tarehe 25. Kwa hiyo Christmas inapokuwa inasherehekewa haisherehekewi tarehe ya kuzaliwa kwa Kristo. Hapana, kinachosherehekewa ni tukio la kuzaliwa kwa Kristo. Kwa sababu kitu tunachokijua kwamba Kristo alizaliwa alikuja katika mwili. Biblia inathibitisha. Na tukija kuona kwamba siku na tarehe ni vitu ambavyo actually ukivishikilia kimsingi unakuwa umepingana na kweli ya Mungu kwa maandiko. Kwamba tutaona Paulo anasema katika Wagalatia 4 labda nitangulie kusema anasema mnashika siku na mwezi na nini. Yaani badala ya kusherehekea kitu cha maana ule ujumbe uliomo nyewe mnapambana na tarehe. Mnapambana na kwamba alikuwa asubuhi. Mnapambana kwamba alikuwa sijui saa 12 jioni. Hapana. Ujumbe je tumempata Kristo. Anasema watakatifu wa zamani walitamani sana kuona siku ya Kristo, hawakuiona. Sasa sisi baada ya kuiona, kwa sababu tumeona katika maandiko, kwa nini tusiipe heshima yake? Watu wanasherehekea tarehe ambazo hawakuzaliwa. Aidha kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Unakuta mtu labda miaka 50 anamwambia na miaka 40. Na tarehe hizi lakini inasherehekewa. Ukienda kuna sherehe za utaambiwa sherehe sijui za fiesta, sherehe za kusherehekea fiesta, sherehe si ya Sabasaba, sherehe ya kuzaliwa mfalme wa wapi. Yaani nyingi lakini ikiguswa tu ya Kristo. By the way, ngoja nilisahau kusema kwamba mambo mengi yanayopinga habari za Kristo na sio kwa kuzaliwa tu, hata kufufuka. Hata uungu wake, chochote kinachohusu Kristo kusambazwa na kujulikana. Chochote kile huwa kinapata upinzani. Na kuna mpinga Kristo ndio kiongozi wa chochote kinachohusu habari za Kristo. Unajua kama Kristo anajulikana ni rahisi hata watu wakolewa kwa jina lake, wakaokolewa kwa jina lake. Lakini kama habari zake zimejificha, kwa mfano kule mashariki kule nchi za mashariki kuna tarehe za kuzaliwa kwa Buddha. Ni nani ambaye alishawahi hapa tulipo kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Buddha wa 4? Ipo kwenye tarehe 3 kama mwezi wa 3 hapo. Wana sherehe kubwa sana, lakini kwa sababu haijaenea kwa dunia nzima, hata mtu uwezo ukaokolewa kwa jina la mtu aliye ambaye hakuwa hai mwenyewe. Lakini nataka kuonyesha kwamba sehemu nyingi kuna sherehe nyingi zene, lakini sherehe ambayo inaigusa dunia nzima na tukio linalohusu dunia nzima ni la Yesu Kristo. Ili kusudi watu wasije wakasema sikupata taarifa. Ndio mimi nikisema kwamba sikupata taarifa za Krishna wa Hindu. Yupo mwokozi wao anaitwa Tusi Krishna. Wanao kama milioni ngapi? Lakini mmoja wapo mkubwa anaitwa Krishna, mwingine anaitwa Arjuna. Si kama kwani kwa mfano mtu ukiulizwa kwamba kuna mtu ambaye atakuja kusema kwamba hakusikia habari za Kristo dunia hii. Hapana.
Lakini hapa ninyi mnaonisikiliza na wote walioko mbali, ni nani ashasikia habari za wokovu wa watu wanaitwa Wahindu, mwokozi wao anaitwa Krishna? Ni nani alishasikia hizo habari? Kama hujasikia hizo habari sio jukumu lako. Lakini hata ungesikia isingekusaidia. Kwa hiyo nisiende mbali sana na somo, nataka kugusa pale ambapo habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nataka unajenga hoja pana ili kusudi tuwe tunaamini vitu vilivyojengwa juu ya msingi wa kweli ya Mungu. Na ufahamu wa kibinadamu vile vile. Kama kufungua tu. Kwa hiyo hili habari za kupinga Kristo actually ni za mpinga Kristo. Na sana ukumbuke Yesu Kristo sitaenda pale alipofufuka walichukizwa sana waliokuwa wana of course ni upande wa wapinga Kristo, ni upande wa watu wasiopenda habari za Yesu Kristo. Walisema kwamba mseme kwamba hakufufuka. Wakasema alizikwa na wanajua. Sasa wakienda kakuta wanasema hapana, msiwe na wasiwasi. Tutasema na Pilato. Hata wachukulia chochote. Au anasema hapana, sisi ni askari lazima. Anasema tuliapa bwana, anasema hapana, sisi tuongea naye. Wakawapa na fedha. Jambo hilo kama unapinga kufuka kwa mtu, utashindaje kupinga kuzaliwa kwake? Hata Herode alitaka atume watu wakamuue Yesu na watu wakauawa. Watoto wa miaka 2 wa kiume waliuawa ili kusudi na Yesu ikiwezekana afie humo ili kusudi waseme hakuna aliyezaliwa na hata kama yani ifutwe tu. Lakini mpango wa Mungu ukasimama. Mpango wa Mungu ukasimama. Unaweza kuwa alizaliwa katika udhaifu lakini Mungu akamponya akamkuza katika nguvu na mamlaka. Hili somo ni pana, naweza nikalisema sana, lakini ngoja tujaribu kulirudisha katika muktadha wa kuzaliwa kwa Kristo peke yake. Hem, tuende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Mlango wa 11. Sio mlango wa Wakorintho wa kwanza 11 mnakumbuka tulisoma hivi karibuni. Ilikuwa habari za mavazi na nywele na mamlaka katika familia na katika kanisa, lakini iligusa mambo ya meza ya Bwana. Tusome kuna vitu tunaweza kujifunza kutoka katika meza ya Bwana kuhusu habari za Yesu Kristo katika kuzaliwa kwake. Mstari ukiusoma tutaona kwamba ndio maana yake. Tusome Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari ule wa 24, Biblia inasema hivi. Naye akiisha kushukuru akaumega mkate akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Okay, hili katika habari ya kumega mkate. Lakini Kristo anasema mfanye jambo hili katika kunikumbuka. Christmas inahusu kukumbuka kwa Kristo, kumkumbuka Kristo. Ndiyo sio? Ndiyo. Yesu anataka akumbukwe. Hata katika jambo jingine, basi tukifanya jambo ambalo linaendana na matakwa yake ya kukumbukwa, twafanya vyema. Twafanya vyema. Anasema angesema hapa jamani, na kuna sehemu Yesu alikuwa anafanya vitu, anasema hapa hivi tunaomba msiwaambie watu. Tulieni. Msiwape habari hizi hapa. Lakini hapa anasema naomba mfanye jambo kama hili ili kusudi nikumbukwe. Kuna ubaya gani basi? Tunajua kuona kwamba sio sheria, lakini sio ni jambo jema. Unajua kuna vitu vingine ambavyo ni vyema lakini sio sheria. Kwa mfano, kwenda kuwaona wagonjwa sio sheria, lakini ni jambo jema. Kuwapa wahitaji sio sheria, lakini ni jambo jema. Na mara nyingi vitu vya sheria huwa sio vizuri, ni vya lazima. Vitu vyema ni vile ambavyo sio vya sheria. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo anapenda kukumbukwa. Mimi ndicho ninachokisoma katika neno lake. Ila angesema kwamba sasa jamani, mimi nitakapokuwa nimefufuka, naomba mjitahidi msiwaambie watu. Iwe kimya. Na mimi ningeshifanya hivyo. Ningeona watu wanasherehekea habari za Kristo, ningepingana nao, lakini anasema nataka nikumbukwe.
Wengine wanawaambia Christmas ni siku ya kipagani, wanaanza kuivunja Christmas ni Christmas ni nini? Na wanakwambia inahusika si na tarehe 20 fulani, hizo ni tarehe za majua linakuwa limefanya nini? Jamani, naomba nitotoe mfano wa mambo mengi. Hii dunia, Biblia inasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 4. Na sehemu nyingine. Mlango wa 4 mstari wa 4. Wakorintho wa pili 4 Biblia inasema Mungu wa dunia hii ni shetani. Hii dunia imechafuliwa na vitu vingi vyenye asili ya kishetani. Ukweli tu kama Mungu wake alivyo. Nitoe mifano michache tuone kwamba ni kitu gani kilichobaki. Hizi nguo tu zenyewe tunazozivaa. Haya magari tunayoendesha. Toyota, kampuni ya Toyota ina siku moja katika kila mwaka ya kuvaa mapembe na kumsherehekea. Sometimes wanavaa mpaka kwato miguu. Kumsherehekea shetani. Wana siku ya kuvaa mapembe. Kuna siku inaitwa Halloween. Watu wanavaa mapembe, wanavaa skeletoni, mafuvu ya kumkumbuka shetani. Halloween. Lakini bado tuko duniani haituzuii kupita barabara. Anasema hii barabara walipita jana wakaichafua pita hii. Hapana. Ninachotaka kusema ni kwamba wanakuambia ni kama ilivyo sikukuu. Tunaona ili somo tunaangalia katika mtazamo mpana hata wa sikukuu. So hii ni sikukuu. Tutaona hata siku za wiki. Kwa mfano nasema kwamba dunia hii vitu vingi vyake vina maji. Tuanze na miezi kwa mfano. Mtu anataka kusema kwamba sasa tutafute majina mengine, majina haya ya sasa ya miezi yana asili ya miungu. Mwezi wa kwanza tunaoita Januari. Januari ni mwezi huu tunaoita mwezi wa kwanza, sio wa kwanza kwa asili ya uhesabu. Unajua dunia haihesabu vitu vingi kwa wakati mmoja. Watu wa huku kwa mfano mwaka wa Kichina huo unaanza mwezi wa 3. Mwaka wa Ethiopia tu hapa jirani wana mwaka wao. Wako mwaka sio 600 na ngapi. Kuanzia kwa Queen ugani sio. Wanahesabu tofauti lakini ule mwaka wa dunia nzima unahesabiwa katika kuzaliwa kabla na baada ya Kristo. Utakuja kuona kama wapinga Kristo wanapinga hii kitu. Tutafika huko. Siwezi nikasema vitu vyote kwenye ndani ya sentence moja. Nitavieleza baadaye. Lakini tuanze na siku. Siku ya Januari, mwezi wa sio siku na siku tazigusa. Tuanze na mwezi kwa sababu ni mpana, ni mkubwa. Mwezi wa kwanza umeitwa Januari katika kukumbuka miungu ya Kirumi, Warumi. Warumi ndio hizi herufi tunazoandika hizi A mpaka A, hizi alphabet zinaitwa za Kirumi. Ndio waliozigundua. Kwa hiyo Warumi kwanza ni watu wasioamini Mungu. Ukiacha na ndio wamezaa kanisa la Katoliki Warumi. By the way. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uhusiano umeanzia zamani sio leo. Warumi miungu yao mingi mojawapo linaitwa miungu linaitwa Janus. Mungu wa milango. Nichukue hivyo mimi sijui kwa nini. Yaani wao wanaweza kata na Mungu wa nzi, Mungu wa maembe, Mungu chochote utakachokiona kieti kina Mungu wake. Sasa miongoni Mungu wa kufungua milango na wanakwambia ni na baraka na kufunguka kwa mambo. Januari ni mwezi wa kwanza, yani kama ndo unafungua mwaka. Ndio sio? Kwa hiyo wakatafuta miungu lao linahusu mambo ya milango na kufungua, wakampa heshima ya mwezi wa kwanza. Tunaitwa Januari. Na sisi tunaita hivyo hivyo. Lakini nani aliyeumba ile siku? Ni Mungu wa mbinguni. Ni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba sasa tutafute majina mengine kama tuikatae na Christmas tukatae na January. Sasa ni unafiki. Mkubwa. Sasa kwanza hata Christmas haina hata kitu ambacho hana miungu ambao wameunganishwa nayo. Lakini January ni miungu Janus. Februari ni mwezi wa pili. Ni kwa heshima ya miungu pia ya Kirumi, hiyo ilizozaliwa hizi herufi tunazotumia na lugha hizi tunazotumia na ujuzi huu mwingi umetokea kwenye Kirumi na Kigiriki, Kilatini na kadhalika. Ni kwa ajili ya heshima ya miungu lao linaitwa Februus. Ni Mungu wa ni Mungu kwanza ni Mungu mke.
Ndio sababu mwezi wa pili nasema sasa mbona tulikuwa tunahubiri Christmas tumefikaje kule? Tuko tunapata ufahamu. Tusidanganyike kijinga. Na hivi vitu vyote hakuna kilichopingana na Biblia. Tunaona kwamba Mungu anatukumbusha kumkumbuka. Sasa hivi Februari ndio sababu miezi mingi ya Februari kutoa mwezi mmoja tu baada ya miaka 4 ule mwaka mrefu huwa ni siku 28. Na zile siku 28 zinalingana na mizunguko ya kila mwezi ya kina mama kwa wastani. Naye ni Mungu mke. Hiyo Februari. Mimi nitaishia hapo sitaeleza zaidi. Lakini tutakubaliana kwamba idadi ya siku na uhusiano wa Mungu mke. Siku ndio Februari ndio mwezi mfupi kuliko. Mwezi wa March ule wa 3 ni miungu ya Kirumi ya Mungu wa vita. Mungu wa vita. Mwezi wa Aprili ni naye yupo, nimesahau kuandika habari zake. Nilikuwa nimechoka nikasema majitu ni mengi sana na mengine tunayajua tu muda mrefu. Mwezi wa Mei ni miungu hiyo nayo ni Mungu jike. Ni Mungu wa heshima kwa miungu yao. Mwezi wa Julai sio miungu sasa ni watawala. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Julius Caesar, Kaisari. Kaisari walikuwepo wengi. Kaisari ni kama rais au mfalme. Ni cheo. Lakini kwa kuna Kaisari Julius. Kulikuwa kuna wakati Yesu anazaliwa kulikuwa kuna Kaisari Augusto. Wakati Yesu anazaliwa. Wakati kwa heshima ya Kaisari mtu asiyemwamini Mungu mwezi wa 7 anapewa Kaisari Julius. Mwezi wa 8 akapewa Kaisari mwingine maarufu akiitwa Augusto, akaitwa August. Sasa kama uhusiano wa majina na asili ya hivi vitu ungekuwa ndio unatuzuia kutokuhusiana na hicho kitu na kukifuta, basi miezi yote tungekuwa tushaifuta. Lakini tunatumia hivyo. Tuje katika siku. Wanakuambia siku ya Jumapili ni siku ya jua na nini? Miungu ya Kirumi, Warumi wametawala hii dunia kwa muda wa miaka mingi sana. Miaka kama 100 kabla ya kuja kwa Yesu baada ya Wagiriki kuanguka mpaka miaka 700 baada ya Yesu walipokuja kuchukua watu wa jamii ya Waislamu wanaoitwa Ottoman. Wakatawala miaka mingine kama 700 ndio Ulaya ikainuka. Hiyo miaka yote Warumi waligundua vitu vingi wakaitawala dunia na wakaja wakina Konstantini na nini vitu vingi wakaviweka katika muktadha wa miungu yao lakini haimnyang'anyi Mungu heshima yake. Ndio wakatundia miezi. Wakatundia hizi kalenda tunazozihesabu hizi sio za Mungu hizi. Mungu alikuwa ametoa miezi ya siku 28. Kaweka sina moja. Sidhani kama wako sahihi. Kwa nini miezi hailingani mingine 30, mingine 31? Alafu haina uhusiano. Yaani uwezo kutabiri lakini wanajua kwa nini wanafanya hivyo. Haituzuii kuendelea kuishi na kuitumia. Sawa, hatujatumia sana Biblia. Tuingia kwenye Biblia mpaka mwenyewe mtakubaliana tu. Nyinyi. Lakini ni facts ambazo tunazijua na zinaendana pia na tunachokiona. Huwezi kupinga kwamba mwezi wa 8 sio heshima dunia nzima, sio heshima ya Kaisari Augusto. Ukaitwa Agosti. Huwezi kupinga kwamba mwezi wa 7 ni kwa heshima ya Kaisari Julius. Ukazaa neno Julai. Siku ya Jumapili Sunday. Of course inataka kufanana hata na Kiingereza. Sunday kwa Kiingereza ni jua. Lakini kuna Saturday ambayo inazaa Jumamosi ambayo ni siku ya shetani. Kabisa huyu shetani Lucifer. Siku yake ya kumheshimu katika mifumo hiyo huwa ni siku ya Jumamosi. Siku ya jua ni Jumapili. Na ni shetani kwa lakini pia ni sayari ya Saturn. Sayari ya 6. Baada ya Jupiter. Kuna
siku nyingine kwa mfano Jumatatu inaitwa Moon Day. Moon ni mwezi. Sasa hizi siku zote hivi ukifanya ibada siku ya Jumatatu mtu akasema kwamba unafanya ibada siku ya kuabudu mwezi. Atakuwa hana sababu ya kukushambulia. Kwa sababu Mungu anasema usiabudu miezi, usiabudu viumbe vya angani. Usiabudu nyota, kuna watu wanaweka nyota na mwezi. Lakini siku Biblia tunakuja kuona kwamba siku zote kwa Mungu ziko sawa. Uziite jina la kikwenu, uziite jina la jirani yako, uziite jina la mtoto wako, vyote vile ni za Mungu. Unachokifanya ndicho kinachomtukuza Mungu. Bila kujalisha kwamba watu waliamua kuziita vinginevyo. Kwa hiyo tuache kudanganywa na vitu visivyokuwa na kabisa na mamlaka, havina maandiko. Na tunaenda sasa kwenye maandiko. Maana hizi ni facts za kidunia. Tunaenda kwenye maandiko. Na tumeshagusa baadhi ya maandiko vile vile. Tumeshagusa Wakorintho wa pili mlango wa 4, mstari wa 4. Mungu wa dunia hii, shetani. Tumeshagusa Wakorintho wa kwanza 11:24. Sasa lakini katika vitu vya kawaida kuna nani ashawahi kuona nembo za mahospitali mengi na vyuo vikuu vya afya? Huwa kuna nini pale? Nyoka. Nyoka anatibu au anaua? Anaua. Basi tusiende hospitali kwenye nyoka. Hawa watu wanaabudu nyoka, wanaenda hospitali kutibiwa bwana. Tuache kwenda tuone maumivu yatakayoyapata. Hii dunia imechafuliwa. Kitu kisichochafuka ni roho zilizomwamini Yesu Kristo. Bas! Huku kwingine kote uchafu utaupata wa kutosha. Mungu anasema wanaume wasivae mavazi ya kike, lakini leo makanisani watu wanaenda wamevaa magauni wanahubiri. Biblia inasema makuhani wanainajisi sabato kila siku lakini hawachukui hatua yote. Yesu alisema. Hicho sio kitu kikubwa sana. Kikubwa, je, tumemwamini Yesu Kristo? Kila sana. Unasema sasa mimi nilifikiri kwamba hii Christmas ilikuwa ni nikawasoma kwa fupi tukaenda kusherehekea. Tutasherehekea lakini ngoja tuende tukao tumeshiba kiroho kwanza. Kabisa. Kwa hiyo mnawaambia bwana tusiende hospitalini kwa sababu wengine wanamwambia siji kuna mdudu fulani na wale wadudu wengine wanao tulifundishwa ni uongo. Yule ni nyoka. Serpent. Sababu tutakazotapa zote sio sahihi. Ndio sababu mara nyingi Biblia inasema msitumie alama za kitu chochote cha juu na cha chini na cha nini. Siungi mkono lakini hainizuii kwa sababu mtu akiamua akakipa jina lake, mimi najua aliyekiumba ni mwingine. Hakuna mamlaka na maarifa yaliyotoka nje ya Mungu. Mungu ndiye anaruhusu. Na wakati fulani atayaondoa eti. Magonjwa yataongezeka baada ya kuondoa yale maarifa. Na nyakati hizo zipo sasa. Sasa hivi ujuzi wa kitabibu uko juu kweli kweli. Lakini nenda kaulize kiwango cha magonjwa ndio kimeshuti zaidi. Ndivyo ilivyo. Kiko juu zaidi kuliko hata wakati huo ujuzi haupo. Sababu dunia haitaki kumsikiza Mungu mwenye kutoa uhai na mwenye kutoa afya. Sio mimi na wewe lakini. Muamini Mungu. Kwa hiyo tumeona vitu vingi kadhaa hapa na labda tusonge mbele sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama utangulizi kuona kwamba Mungu anategemea tumsherehekee. Lakini pia hizi bla hii tarehe fulani, mwezi fulani, tarehe ndio siku ya jua na mwezi ni uongo. Sasa twende sasa katika uhalisia wa kibiblia. Pointi ya kwanza ilikuwa utangulizi. Pointi ya pili tutaona kwamba kusherehekea Christmas na sikukuu yoyote ile sio amri ya msingi ya Mungu. Sio amri ya msingi ya Mungu. Yaani usipofanya kwa mfano ikatokea ikapita Christmas bila kusherehekea. Kuna sehemu nyingine wanakuambia watu wamepoa kiroho. Hawana Mungu. Bana, Biblia inasema kwamba sio lazima, sio sheria, ni jambo jema lakini sio lazima. Tuone kimaandiko. Twende katika kitabu cha kabla ya kwenda huko, katika Agano Jipya kuna mambo ambayo zamani katika Agano la Kale yalikuwa ni lazima.
Lakini tulipoingia katika agano jipya na ndio tofauti kwamba kuna maagano mawili lazima kuwepo na hayafanani kuna kuwa na sehemu yanatofautiana. Na yakisha tofautiana lazima uendane na lile jipya. Sio ndo agano la kanisa. Lile lilikuwa ni agano la hekali na ukuhani wa Kiharuni. Huu ni ukuhani wa Kristo. Anasema mimi nitalijenga kanisa langu, hajasema nitalijenga hekalu langu. Hapana. Kwa hiyo kuna mambo mengi lakini mfano wa mambo kama ambayo yalikuwa ni lazima kwenye agano la kale kabisa. Usipoashika unaweza hata kuhukumiwa. Tohara. Tahiri. Mwanaume asiyetahiriwa magovi ya nyama zao alikuwa hawezi akaingia katika kusanyiko la patakatifu pa Mungu kwenye agano la kale. Kitu kingine ilikuwa ni sikukuu zilizoamriwa zilikuwepo. Sikukuu za vibanda, sikukuu za sabato, sikukuu hivyo vyote. Inazo ilikuwa ni za lazima. Kulikuwa kuna sabato zenyewe ambazo sio sikukuu za kisabato, sikukuu nyingine za sabato. Kulikuwa kuna kafara. Lazima mwaka kwa mwaka atolewe mbuzi au kondoo. Kwa ajili ya taifa zima, kwa ajili ya watu au kwa ajili ya familia au kwa ajili ya dhambi, kwa kuna kafara za dhambi, kafara za amani na nini. Hivyo ilikuwa ni vitu vya lazima, huwezi kukatiza miaka 2-3 hujafanya hicho kitu hata kama ni njiwa basi. Kulikuwa kuna vyakula vingi tu. Kwamba hiki huwezi kula, hilo ni agano la Wayahudi waliomkataa Yesu mpaka wale wanalishika hilo. Na ukiona kuna kitu Wayahudi hawa wanashika na wewe unakishika, ujue umekosea. Haraka. Yaani unaona mnaenda sambamba. Yaani natakiwa tu kama tunapishana. Wakienda hivi mwende hivi. Ukiona kuna sehemu mnatembea sambamba na hawa ndugu walioko hapo Israeli sasa hivi, ujue Biblia 100%, ujue chunguza njia zako kwamba hauko sawa. Kwa hiyo kafara na leo bado wanasema hawajafanikiwa kuzitoa kwa sababu hawana pa kuzitolea, hawana hekalu. Ndipo wanalitafuta lile hekalu litapatikana, wataendelea na kafara zao. Habari za kafara ya Kristo hawana taarifa nazo. Kwa hiyo na vyakula na kafara. Kuna vyakula ambavyo kutakiwa kula. Na vingi tulishavigusa. Alafu pia kuna vitu kama kutawaza mikono. Leo hii kuna watu wanatawaza wengi. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa tunakuja kuona Biblia inasema kwamba ni kivuli mpaka wakati wa Kristo. Kristo akishakuja hivyo vitu sasa ndio vinaondolewa. Anasimama Kristo. Vinafutwa. Vinakuwa vimetimizwa. Ngoja nitoe mfano ambao labda tutauelewa. Na mimi mwenyewe ni vizuri najua najikuwa najihubiri. Unajua kuna vitu vingine ambavyo kwa mfano mtu unapokuwa shule ya msingi unapokuwa unafundishwa kuhesabu za mwanzo zamani sisi tulikuwa tunaambiwa mlete vijiti mlikuwa mnavitunga kwenye kama kamba fulani au kwenye uzi unakuwa na vijiti vya kuhesabia kujumlisha au kuzidisha au hata kugawa hasa kujumlisha vile vijiti si ndio? Vile vijiti ilikuwa ni vibaya kwa mtoto kujifunzia kujumlisha na kutoa kutumia vijiti. Haya, akishaingia labda form 4 anatakiwa atembee na vile vijiti tena. Lakini hakuna kosa. Muda wake unaisha. Unaisha. Vinafanya kazi nzuri, safi kwa wakati, lakini ujuzi halisi ukisha kuja vina expire. Nimetoa tu mfano mmoja, ni vitu vingi katika maisha. Kwa hiyo hivyo vitu ni kama vile vijiti vya kuhesabia vya watoto, vya kafara, kutawaza, kuchinja wanyama. Leo hii watu lazima siku kuna vitu vya kuchinja, lazima kuona na siku ya kuchinja hizo ni lazima. Kuna yani ni vitu ambavyo ni vile vijiti vya kuhesabia darasa la pili na la kwanza. Sasa tuende katika baadhi ya maandiko haraka ili kusudi tuone. Mtu aanze kuona mtu anakuambia kwamba hili neno la Mungu halina mwisho kabisa.
ni la milele na milele, tutaangalia vitu ambavyo Mungu anasema hiki ni cha milele, afu baadaye muda wake unaisha. Akifika muda wa kukiacha anakitoa. Hebu nitoe mfano mwingine. Na sio kwamba anakitoa kwamba ndio kimeisha, hapana, anakibadilisha kinafanyika vizuri zaidi. Hivi nitoe mfano. Mtu labda nitoe mfano ambao mambo tumezoea kuelewa. Mtu anaenda labda kwenye kusoma chuo fulani. Unafika pale wanakuambia kwamba bana mtoto huyu mwanafunzi akishakuja tutakuwa tunamlisha chakula. Si ndio? Akija tu wewe mlete tu utakula, atakuwa nakula hapa. Akafika pale wakawa wanapikiwa chakula jikoni. Wanapikiwa saa ngapi? Saa 12 wanakula chakula, mchana wanakula, uji wanakunywa na nini. Kama tulivyosoma mashuleni. Hapo wanakuwa wanakula hawali, wanakula, si ndio? Kama makubaliano. Sasa ikitokea mwaka unaofuata tukasema sasa tutakuwa tunawapa pesa kama ilivyo chuo kikuu. Hawalishwi, wanapewa pesa. Ila hawapikiwi, hakuna jiko. Utasema kwamba hawa watu walikuwa wamesema watakuwa wanakula mpaka wamalize, alafu baadaye ukawapa pesa wao wananunua chakula sehemu. Utasema kwamba hawalishwi. Wanalishwa, lakini kilichobadilika ni utaratibu. Kafara ilikuwepo, baadaye tukasema kwamba haiondoki, haifutiki milele, ile inabadilika inakuwa kafara Yesu Kristo. Tohara ilikuwa ni ya magovi ya miili, tena ya wanaume peke yake, inatoka inakuwa ni tohara ya mioyo. Anasema mioyo yenu hajatahiriwa. Inatoka kuwa ya wanaume inakuwa na ya wanawake. Je, tohara imefutika? Hapana. Imetimizwa katika mfumo bora zaidi. Ni kushindwa kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Kushindwa kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Na watu wanaangamia kwa ujinga tu. Sasa hebu tusome baadhi ya maandiko haraka haraka. Twende katika kitabu cha tuangalie tohara kwa mfano. Tusome tohara. Tusome Galatia. Sasa tusome haraka sana. Galatia 6:5. Kwa hiyo mtu ambaye kwa kweli ufunguaji wake wa Biblia sio mkubwa, sio wa spidi, nitamwacha kwa sababu sasa hii somo ni la msingi, inabidi ueleze sana. Kwa hiyo lazima utumie dakika nyingi sana na muda kwa uzuri ili kusudi uweze kuomboa muda. Haya, Galatia 6:5 Biblia inasema maana Galatia actually ni 5:6. 5:6 sio 6:5. Anasema hivi. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na Agano Jipya kwa mstari mmoja kutahiriwa si kitu cha lazima, si ndio? Unaweza ukabisha kwamba lazima useme, lakini leo kuna makanisa hasa mambo yenye asili ya Kiyahudi, mtu hata asipotahiriwa kwanza anaonekana ni mtu wa aibu. Sisi mpaka tunaenda masekondari. Lakini Biblia ndio imetoka ambayo inatupa kuishi, inatuambia kwamba sio kitu cha lazima. Ustahili haijarishi, si chochote. Tusome Wakorintho wa kwanza, tusome Galatia hiyo. Tulikuwa kwenye 5:6, tuende kwenye 6:15. Anasema hivi, kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa bali kiumbe kipya. Leo hii nakwambia kuna maeneo ambapo mambo ya kutahiri bado ni sehemu ya ibada zao. Hao wanampinga Kristo. Na ni wengi, ni kwamba tu hatuna muda wa kuenda kwenye undani wa haya mambo. Na sasa inahusiana vipi na Christmas? Inahusiana na Christmas kwa sababu ni muktadha wa mambo mengi ambayo Mungu anayaondoa au anayatengeneza katika matengenezo mapya kwa pamoja, kiasi kwamba ukivigusa na vigusa pamoja. Hem tusome Wakorintho wa kwanza 7:19. Wakorintho wa kwanza 7:19. Biblia inasema Wakorintho wa kwanza 7, na kwa msomaji wa Biblia atakuwa anakumbuka Wakorintho wa kwanza wakati tunasoma mlango wa 7. Ilikuwa ni kwa habari ya usafi. 7:19 Biblia inasema hivi.
Kutahiriwa si kitu na kutokutahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Mtu anakuambia amri zimeshapitwa na wakati, sio muhimu. Sisi ni agano jipya. Mungu anasema kutahiriwa sio ninachokitaka, nataka mzishike amri zangu. Msizini. Msifanye uasherati. Msiseme uongo na kusingiziana na naambia hivyo sio lazima. Sisi tuna vitu vingine. Hapana. Hebu tusome Warumi. Sasa tuone Mungu anavyotimiza mfano wa vitu anavyovitimiza, ikiwa mojawapo ni Warumi mlango wa pili 28-29 Biblia inasema hivi. Warumi mlango wa pili 28-29 Biblia inasema hivi. 28-29 Warumi. Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu. Kulingana tulishaliona, kulingana na Mungu, agano la Kristo, mtu haitu Myahudi. Kwa mfano kama wale walioko Israeli, kibiblia sio Wayahudi wale. Yule aliye nje tu. Wala tohara si ile ya nje tu katika mwili. Hiyo anasema hiyo sio tohara ninayosema sasa kwenye agano jipya. Bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi wa ndani na tohara ni ya moyo. Sasa sijui utaingiaje kifuani kule moyo ulivyofichwa uanze kutahiri kabisa. Kwa vyote vile ni swala la kiimani, sio swala la kivitendo. Tohara ya moyo ni kumwamini Yesu Kristo na kuzishika amri zake. Hiyo ndio tohara. Hao watu washiki tohara. Hao watu hawaamini katika Wayahudi. Anasema hivyo vyote havipo. La sivyo tutakuwa tunapinga neno la Mungu. Sasa turudi nyuma tusome kwenye kitabu cha Mwanzo, lazima tujifunze maarifa. Tukitoka hapa tu tunaelewa jamani. Na tusidanganyike. Nasi yani hapa hatujifundishani kusudi tusidanganyike. Tunafundishana ili twende tukawaokoe na watu wengine wanaodanganywa. So kitu cha kwanza kabisa kinachoharibu wanadamu ni kudanganywa. Yaani mtu akishadanganywa kaelewa kitu sivyo ndivyo sivyo, hapo ndio mwanzo wa kuharibikiwa. Lakini ukishaelewa hivyo na yeye anayetufuatia kutoka mbali, basi ukweli utajulikana. Tusome Mwanzo 17. Kitabu cha Mwanzo, kile cha mwanzo kabisa kwenye Biblia, ndio kitabu cha kwanza upande wa kushoto wa Biblia yako. Mwanzo, na wakati utakuwa unasoma Walawi. Mwanzo 17 tusome 12. Mwanzo 17 mstari wa 12. Tuwe makini kidogo na huo mstari muhimu. Anasema hivi: mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Mungu anaongea na Ibrahimu ambaye ndo mwanzishi wa imani, baba wa imani. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako lazima atahiriwe. Mstari wa 10 atasema, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa na fedha yako lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu, kwa kuwa agano ni agano la milele. Kutahiriwa kulingana na neno la Mungu ni agano la milele. Kama tulivyoona kama kitu unaweza kufanya kwa namna tofauti tu, ni agano. Mungu alianza na agano la kutahiri kwa magovi ya nyama za watoto wa kiume, akalihamisha akatengeneza agano la rohoni. Agano la rohoni, na tumetoka kuona kwamba ili agano la tohara halijawahi kufutika hata siku moja. Tunaendelea. Tunaenda katika kitabu cha Walawi. Kwa hiyo unaona hii hoja tunaelewa vizuri. Hii hoja tunaelewa vizuri. Agano la milele. Karibuni. Naomba hii hoja tuipate vizuri jamani. Kwamba Mungu habadiliki. Anabadilisha utaratibu wake, lakini hoja yake inabaki vile vile. Some kutoka katika kitabu cha Walawi. Tulikuwa katika Mwanzo. Walawi mlango ule wa 12. Walawi 12 mstari wa 3 Biblia inasema hivi:
siku ya 8 mtoto atatahiriwa govi ya zuga lake. Kwa hiyo Mungu anaendelea kulishikilia lile neno. Lakini tunaona kwamba ukisoma katika Warumi Mungu anatoa tohara kutoka kwa watoto tena wa kiume, analifanya agano la watu wote wa kike na wa kiume, na ni tohara ya mioyo yetu. Tunaendelea mbele. Hem, tuguse habari za sikukuu, na ndiyo maana ya Christmas. Wale wanaosema Christmas ni makosa kusherehekea, tuone Mungu anasema nini. Na hii ni kwa habari ya sikukuu kwa ujumla wake. Biblia inasema, hem, tusome katika kitabu cha tusome Warumi, kitabu cha Warumi tushakisoma kama chote tukimaliza, lakini tunakirejelea ili kusudi tuelewe hoja ya habari ya sikukuu. Na tusifanye jambo bila msingi wa neno la Mungu. Tusiende kama watu wanaosukumwa na kurushwa huku na huku. Mungu anaongea, tukifungua masikio yetu tutamsikia sauti yake. Warumi mlango wa 14 tusome mstari wa 5 na wa 6 anasema hivi. Warumi 14:5 na 6. Warumi 14:5 na 6 kama mnakumbuka, kwa msomaji mzuri wa kumbukumbu ya Biblia, ilikuwa inaongelea habari za mambo ya vyakula na sikukuu. Yani hakuna chakula unaweza kukula kikakufanya uwe rafiki wa Mungu au uwe umetimiza neno la Mungu. Chakula hapana. Vile akaliongelea kwa muktadha mmoja na sikukuu. Kwa hiyo tunaposhika sikukuu sio kusema kwamba ni kitu kikubwa sana hapana. Mungu anataka sikukuu zetu ziwe katika mioyo yetu. Lakini tukaona kwamba kuna vitu vikubwa na vitu vidogo. Yesu aliwaambia Mafarisayo, mlango wa Mathayo mlango wa 23 mstari wa 23 anasema, mnatoa zaka, mnatoa na sadaka, mnafanya vitu vingi vizuri, lakini mumeacha yale matendo makuu ya msingi ambayo ni adili, ambayo ni fadhili na imani. Hamna imani katika Yesu Kristo. Hamniamini. Sasa hizo sadaka mnazotoa ni nzuri ndio, lakini hazisaidii. Leo hii kuna upande wa pili wa watu wanaweza wakaanza kuiandaa Christmas kuanzia mwezi wa 8. Hata nunua mtu wa Kristo basi. Hata andaa sikukuu zeni. Hata kopa pesa nyingi, hata vaa mavazi mengi. Anafikiri kwamba anamtendea Mungu jambo kubwa sana. Hapana. Ni jambo dogo tu la kawaida, na halina uzito zaidi kuliko kumwamini Yesu Kristo na kuokolewa. Halina uzito. Kwa mfano tungeamua leo, kwa mfano ndio mfano. Tungeamua leo, japo si vizuri tuwe tofauti sana na walimwengu bila sababu ya msingi. Tungeamua leo tukasema kwamba tusherehekee Christmas, tunapeleka injili watu wakaokolewa. Yamkini tungekuwa tumetenda jambo kubwa kuliko ambalo tumelitenda hapa. Lakini Biblia haituzuii kusherehekea, na hasa tukiona kwamba Kristo anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka, nataka mnikumbuke. Na siku kama hii tunafanya mara moja kwa mwaka kwa mfano. Sio kama hii hoja tunaelewa vizuri kwamba kuna vitu tujue ni wapi pa kuweka uzito. Anasema katika Wakorintho Warumi mlango wa 14 mstari wa 5 na 6 anasema hivi: mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kwa mfano mtu mmoja anaona Christmas ni siku tofauti, muhimu sana. Mwingine anasema mimi kwangu Christmas ni sawa, haina tofauti na Jumatatu ya wiki iliyopita. Sawa, anasema wote hakuna mwenye kosa. Sio jambo la msingi. Lakini na kuhakikishia kuna watu wengi dunia hii siku inawavuruga tu. Anahisi jamani mwaka nilikuwa siko vizuri na Mungu, Christmas yenyewe kwanza nilikuwa hospitalini, yani ni kama Mungu amenika. Okay, kwenda hospitali sio jambo zuri. Lakini sio kusema kwamba ulikuwa ndo umepotea kwa kutokuifanya sherehe ya Christmas. Lakini anasema mkisherehekea mwafanya vizuri vile vile. Kwa hiyo tunaona mstari wa 5 uko clear. Mstari wa 6 anasema hivi: yeye aadhimishaye, kuadhimisha ni kama hivi tunaofanya. Tuna maadhimisho ya siku. Tukitoka hapa tutakusanyika, tutakaa sehemu, tutakula, tutakunywa. Tunaiadhimisha siku, na hivi tunaiadhimisha kwa ibada. Anasema yeye aadhimishaye siku
huiadhimisha kwa Bwana. Hii siku tunaadhimisha kwa ajili ya Bwana. Ni jambo jema. Chochote tunachofanya Bwana ni jambo jema. Kwa hiyo tumefanya vizuri. Lakini anaendelea mbele anasema hivi, tusitoke hapa tukamhukumu mtu ambaye huwa haadhimishi Christmas. Unaona ya majamaa mabaya? Hapana. Unless awe ana ubaya mwingine ambao unamzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa ndio anasema yeye ayaadhimisha siku ayaadhimisha kwa Bwana. Naye alaye chakula alaye kitimoto anakula kwa ajili ya Bwana kwa sababu Mungu amempa hiyo neema. Amempa hiyo baraka. Kula kwa Bwana kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana naye pia amshukuru Mungu. Anasema hivi vitu vyote sio vitu vikubwa. Paulo anasema tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo, lakini vyote Bwana ataviondosha. Lazima tujue ni mambo yapi yanatuleta karibu na Mungu sana kuliko yapi ambayo hatuongezei. Ni kama watu wanaocheza karata. Kulikuwa kuna karata za siku hizi naona mchezo wa karata ni kama umepungua umaarufu, sio maarufu sana. Lakini ulikuwa maarufu nyakati za nyuma. Kama huna zile mali zako umezitunza vizuri, unaweza kuwa na magarasha matupu namba 10 si majitu gani makubwa lakini unaliwa kila wakati. Vile vile lazima tujue turufu zetu ni zipi. Turufu yetu ya kwanza ni wokovu. Huna turufu ya wokovu, huna Kristo. Huna mbingu. Hujawahi kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa na kumwamini moyoni. Au umemwamini moyoni kaamini na vitu vingine. Kuna mtu mwingine akiamka asubuhi uzuri wake tu kwenye kioo, jinsi anaona dunia yote imejaa katika kioo chake mbele yake. Kuna mtu mwingine juzi nilikuwa napita pale maeneo ya Ubungo nikakuta kuna baba mmoja alikuwa limejazi hapo linatembea magari kulikuwa na foleni mbaya ya Christmas watu wanasafiri kwenda kwao mikoani. Linatembea hizo watu. Yaani najaribu kuangalia kwenye magari kwamba wananiangalia jinsi nilivyojazia ninavyotisha. Ni ubure tu. Anasema ninyi ni nyama zinazooza. Lakini roho zilizookolewa ni uzima wa milele usio na mwisho. Amen. Kwa hiyo lazima tujue ni wapi turufu ni Yesu Kristo moyoni mwetu. Garasha ni uzuri wa sura zetu. Ni kifua chetu kikubwa, ni kimo chetu cha kwenda juu. Ni elimu zetu za mchungaji sijui Dr. Benson Bagonza. Leo nilikuwa nasema na nimeandika comment kwenye mtandao mbaya. Sijui watakuwa shaifuta. Mtu mmoja anaitwa Dr. Benson Bagonza PhD anasema sijui kuna eti mtu anayetesa watu Tanzania hii anakuwa mtu mbaya sana ni mnafiki. Nikaandika ana mnafiki hampendi Mungu alafu anasema nampenda Mungu. Naambia Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Wewe unajulikana umefanya uzinzi, umezaa watoto, umewatelekeza wako Arusha. Wanajulikana mpaka wamepigwa picha. Sasa unapata wapi mamlaka ya kuanza kusema watu wasiompenda Mungu wakati umevunja Biblia inasema ukinipenda utazishika amri zangu. Umeenda umezivunja amri na juu yake umeenda ukatelekeza wale watoto alafu unapata wapi hizo nguvu? Unasema sasa una ugomvi na huyo mtu. Na ugomvi na mtu yote anayepingana na kweli ya Mungu. Kwa hiyo huyo tutagombana. Kabisa. Na kama na Mungu anasema mtu asiyebeba msalaba wake na kuja nyuma yangu kila siku ni pamoja na kukataa mafundisho ya uongo yakawapoteza watu wengi sana. Watu tulikuwa tunaenda kuangalia muda umeenda sana. Tukaona kwa hiyo tulikuwa tunaangalia mambo ya sikukuu. Mambo ya sikukuu tumeona kwamba sio lazima sana lakini ni jambo jema. Hasa katika jambo linalomhusu Kristo. Sasa tutamalizia tusome kitabu cha Wakolosai. Wakolosai hiyo muktadha wa somo kama la leo kwa msomaji mzuri wa Biblia kusoma Wakolosai anajua kwamba tu unaenda kwenye Wakolosai mlango wa 2. Lazima tuwe tunaijua Biblia yetu. Wakolosai mlango wa 2, Wakolosai ni baada ya Wafilipi pale, tutafikia Wakolosai mlango wa 2 mstari ule wa 10
na 6 tuanze 16. Inaanzia nyuma inaongelea vitu Mungu alivyovifuta. Actually mstari hata wa 14 tu usome uone Mungu anasema kuna vitu alivifuta. Anasema hivi, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa kushtaki kwa hukumu zake. Tulikuwa na hati Yesu alikuja akaifuta kainalify. Ndio zile amri za kafara. Hivi tungekuwa na amri za kafara mpaka leo. Mwaka huu tu tumeshindwa kupata mbuzi wa Christmas. Kila mwaka unatakiwa upate kafara ya mbuzi au kondoo uchinje. Watu wengine hata hatuelewi kuchinja. Anasema hivyo vitu akavipiga mstari akafuta na kalamu nyekundu. Anasema akafuta hivyo vitu akaifuta ile hati ni mfano iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba wake. Anasema kwamba hivyo vitu anaviondoa anakuja Yesu Kristo katika msalaba na kufufuka kwake na neno lake. Sasa ndipo anakuja kuunganisha na mstari ambao unahusika na somo la leo. Anaposema mstari wa 16 anasema hivi. Basi, unaposema basi, mstari neno basi, lazima tusome Biblia mpaka point ndogo. Basi ni kiunganishi cha jambo fulani. Kwamba huwezi kuanza kusema neno ukasema tu kwa kwanza neno basi. Hapana, basi ni kama kutokana na jambo fulani, basi hicho kitu kinatokea. Anasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Wewe unakula hiki, unakula kitimoto. Mungu mtu asikuhukumu kwa hivyo. Kuna watu wengine mpaka wamelitwist hilo andiko anakuambia ana maana nyingine hapana. Labda uwe mjinga, lakini kama ni Kiswahili hiki tunachokiongea ana maana hii tunayosema. Anasema basi mtu asikuhukumu katika baba. Mtu asije akatokea akakuhukumu kwamba umekula chakula fulani. Au kwa habari ya vinywaji. Haongelee ulevi. Lakini ulevi ni kitu kingine. Au kwa sababu ya somo la ulevi nitakuja kulihubiri sio muda mrefu. Ili kusudi nalo lieleweke. Au kwa sababu ya sikukuu. Ameshiki siku fulani au mnashika siku fulani. Kama hicho usihukumiwe kwa lolote na tushaona inaenda na maandiko sehemu nyingine. Au mwandama wa mwezi kwamba kuna mwezi fulani umeandama mwezi mtukufu basi amuushi. Anasema hiyo nayo msio mwandama wa mwezi usiwe tatizo. Msijali sana. Kwamba si ni Eid Fitri huu lazima tusherekee. Hapana. Tunasherekea tu kwa sababu ni sikukuu ya kitaifa. Hatuisherekea lakini hatufanya hata kazi kubwa na nini. Lakini ukitaka ukaenda kufanya shughuli zako sawa. Chimba mashimo, lima shamba, sawa. Lazima usihukumiwe kwa hilo. Anaendelea anasema au sabato. Huyu mtu anashika sabato. Huyu anashika anasema usihukumiwe kwa hilo nalo. Na mambo mengi mengine. Kwa hiyo tunaona kwamba sijaleta ujumbe mkubwa wa Christmas niki. Mwakani nitaleta ujumbe wa Christmas kwa habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, maana yake kwa nini na tutaangalia sana mahubiri ya hivyo. Lakini mwaka huu nimeona tuanzie na kuondoa vile vitu vinavyotunyima amani kwa habari ya mambo kama haya. Ya uongo na kuipotosha dunia. Na mambo mengine. Pointi ya 3 tuko tunaangalia mambo ambayo yani sio muhimu hasa katika gano la kanisa. Vitu kama tohara, vitu kama sikukuu, vyakula na nini. Sio vitu vya msingi. Lakini tuje kwenye pointi za 3. Ya 3 tuone sasa hapa tunaenda kwenye Christmas kama Christmas. Pointi ya 3 nasema mbingu zilishangilia kuzaliwa kwa Kristo. Ngoja niulize, je, mimi na wewe wanadamu wadogo Kristo hakuzaliwa kwa ajili ya mbingu, alikuwepo kule. Alikuwa kwa ajili yangu na wewe. Kama mbingu huko juu watu ambao haikuwahusu kuzaliwa kwa Kristo walishangilia wakaimba wimbo mkuu. Kuna ubaya gani na sisi? Je, si zaidi sana kwetu sisi? Kama mbingu zilishangilia kuzaliwa kwa Kristo, mimi kwa nini nisishangilie kuzaliwa kwa Kristo? Kuna sababu yote? Lakini kuna watu wengine wanakuambia kwamba kusherehekea Christmas ni sikukuu ni kusherehekea madhambi. Uovu, ushetani. Basi mbingu ndo mashetani kwa sababu ndo walishangilia wa kwanza. Twende katika maandiko, tusome katika kitabu cha Mathayo, twende haraka tunakaribia kufunga. Tutafunga sio muda mrefu. Soma kutoka katika kitabu cha Mathayo, ile injili ya kwanza, mlango ule wa pili, Mathayo, na wakati tutaitafuta Luka. Hizo injili mbili huwa zinaongelea habari za kuzaliwa kwa Kristo kwa undani zaidi, hasa Luka. Mathayo mlango wa pili mstari wa kwanza Biblia inasema hivi: Yesu
alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudu. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Yaani mji ule haukuwa na furaha. Herode hii point imewaisha nitaka kuisema baadaye lakini ngoja niseme. Herode ni picha ya watu wote wanaojaribu kutweza mambo ya Kristo. Kwa sababu aliwatuma na wale mamajusi wasema, nenda mkafanye utafiti mjue anakaa wapi, amezaliwa wapi, mje mnipe taarifa na mimi nikamsujudu. Lengo akitaka kumuoa. Walivyoondoka kupitia njia nyingine kwa jinsi ya ndoto na malaika, ndo akakasirika akaua wale watoto wote. Ikatimia ile neno kwamba Raheli analilia watoto wake, watoto wa kiume wa miaka 2 wote wakafa wakati huo. Na haikuwa mara ya kwanza, ilianza wakati wa Musa. Wakati Musa anazaliwa hiyo hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo tunaona kwamba majaribio ya kujaribu kumtweza Kristo yalianza siku za kuzaliwa kwake, hata kabla. Lakini andiko lilikuwa linatafuta sana, twende katika Luka, hili ni la msingi sana. Twende katika Luka, hili nalo tutaligusa japo si kwa undani, nitamani tusome sana lakini tushaeleza mambo mengine. Luka mlango wa 2 mstari wa 10 Biblia inasema hivi. Mstari wa 10. Anasema hivi. Malaika akawaambia msiogope kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Watu wote. Ni habari njema, ni ya furaha kuu, ni kwa watu wote. Hivyo vigezo vitatu vinafaa hiki kitu kisherekewe au kisherekewe. Kitu cha furaha kinasherekewa kisherekewe. Kwa nini watu wakimaliza degree tena wengine diploma, tena wengine hata shule ya awali. Watu wanavalishwa majoho na makofia wanaenda kusherehekea kwa gharama kubwa. Ina maana lile jambo ni kubwa kuliko hili tunaliona? Hapana. Kwa hiyo pamoja kwamba sio lazima na kufanya na kufanya haiongezi kitu kikubwa sana. Ni aina fulani ya jambo dogo ambalo sio kubwa kulinganisha na yale mambo makuu ya imani, lakini ni jambo la msingi. Anaendelea mstari wa 10 ndio ulikuwa msingi actually anaendelea zaidi. Mstari wa 11 anasema hivi, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiyo Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Unaona Kristo amezaliwa katika mazingira dhaifu, kwa kutuonyesha kwamba sio hakuletwa na vitu vikubwa, alikuletwa na vitu na ujumbe mwingine, wokovu. Hakuja kwa ajili ya maonyesho. Leo makanisani watu wanaenda kuonyesha mavazi yao na kufundishwa vitu vya tamaa, lakini Kristo hakuja kwa ajili hiyo. Ndio watu tunamuona anapozaliwa. Mstari wa 13 Biblia inasema, maana walikuwapo pamoja na huyo malaika na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni. Anga la mbingu lote lilipuka. Nadhani kwa mara nyingine hiki kitu kitatokea Kristo wakati anarudi mara ya pili. Hiki kitu hajawahi kutokea. Atarudi mara ya pili na parapanda na sauti ya ngurumo na malaika na kelele nyingi na mwanga wa kutosha. Hiyo kitu inakuja wakati anazaliwa, inakuja wakati anakuja mara nyingine. Hiyo mara ya kwanza anakuja na mara ya pili akija itafanana. Ila ile itakuwa kubwa zaidi. Anasema wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema na kuimba nyimbo. Sisi tuna haki ya kuimba nyimbo. Ndio tunaanza na nyimbo nyingi tu hapa. Tunaendelea. Swali. Hivi wa Kristo tusiposherehekea kuzaliwa kwa Kristo, tuna kitu gani tunakosherehekea? Basi tukae bila sherehe milele? Hapana. Basi kama ni hapana, kuna watu mlishasikia wanasema kwamba kusherehekea Christmas na vitu gani ni makosa, wakati tumetoka kuona kwamba mbingu zenyewe zimesherehekea jambo hili. Niambie sehemu nyingi ni jambo gani jingine kwenye Biblia nzima
liliosherekewa na wingi wa jeshi la mbinguni na malaika wakaungana na wanadamu na wakatoa wimbo. Maana huko hapa atakwambia ni sikukuu ya Sabato, haipo. Atakwambia ni sikukuu sijui ya Pentecost, haipo. Atakwambia ni sikukuu ya vibanda, haipo. Hii ni kubwa zaidi. Tatizo watu hatuingii kwenye Biblia, tunaingia kwenye magazeti na ma-TV na mataarifa ya habari na vitu vingine. Lakini hii ni suni. Hapa ni kama sebuleni. Yaani hapa kwenye Biblia haya maandiko ni sebuleni. Ni sura ya pili ya kitabu kikubwa kabisa cha Luka. Je, tukisema kwamba twende ukatoke hapa tukasome kitabu cha Maombolezo, je? Tutamuuliza kwanza kwa wapi, hajui. Maombolezo kitakuwa kiko ni Daudi atakuwa. Hapana. Kipo sehemu fulani. Sasa hapa kama hujui kitu kilichoko sebuleni, utajuaje kitu kilichoko uvunguni, je? Hapa ni sebuleni kwa Mkristo. Kuzaliwa kwa Kristo ni sebuleni. Nitakwambia hicho nacho sijui. Hapana, sio watu wasiojua. Kwa hiyo Wakristo kama hatuna uwezo kushangilia kitu, lakini tunafundishwa kushangilia fiesta. Tunafundishwa kushangilia siji Karume Day, siji siku ya chifu wa kabila letu, siji siku ya kuzaliwa kwa baba mkubwa, siji ninawahi sherehe ya kuzaliwa kwa mchungaji. Hapana, mchungaji mkuu ni Kristo, ndio sherehe ya kusherehekea. Ni hiyo, sio nyingine. Hata siku nyingine kwa mfano Mei Mosi, siku ya kufanya kazi duniani, mimi wasisherehekee bado. Haina uzito kwangu. Lakini nikiamua kuisherehekea sio dhambi. Na siku nikikaribishwa labda imefanyika kitaifa sehemu fulani, nitaenda. Lakini sio kitu kizito. Hata katika kufunga atakwambia kwa vile tarehe haijulikani. Ngoja niwaambie ni vitu vingi vyenye miaka 100 na kurudi nyuma. Vyote vingi mnavyosikia tarehe zake hazijulikani. Kalenda za dunia zimebadilika mara nyingi. Unaona hata siku tunaita kwa mfano sisi tunasema siku ya kwanza ya juma ya Tanzania ni ipi? Tuseme kweli. Jumatatu, si ndio? Kwa Watanzania siku yetu ya kwanza ya juma ni Jumatatu. Anakuambia ile wiki inayoanza Jumatatu tarehe ngapi sijaangalia hata ni tarehe 26 si. Pale. Hiyo ndo. Lakini sehemu nyingine siku ya kwanza ni Jumapili. Kwa mfano kienda bara la Amerika ya kusini na kaskazini hata Marekani yenyewe. Kalenda zao zote zinajulikana, zinaanza na siku ya Jumapili kama siku ya kwanza. Wanaenda kibiblia. Lakini sisi kwa sababu tuna Biblia tunakuja kuipata miaka sio miaka. Hao missionary wamefika miaka michache. Wakuja na hoja nyingine wakaleta na vijibiblia. Upepo ulikuja na mvua ndani yake. Kwa hiyo ndo bado ile culture yetu ile desturi yetu ya Jumatatu kwa siku ya kwanza ndo tunayo. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna kitu kimoja cha dunia nzima kwamba tarehe fulani haijulikani. Kuna tarehe nyingi hazijulikani lakini bado tunazishika. Kwa hiyo Yesu na tunasema hatushiki tarehe, tushasema tunashika tukio. Kwa sababu Biblia imetoka kusema, sijui kama ni ufungua mstari niliuacha lakini ni useme. Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 10 Biblia inasema mnashika siku na miezi na miaka. Msisherehekee siku. Msisherehekee tarehe 25, sherehekea kuzaliwa kwa Kristo. Hata mkiamua mkasema tunaiweka tarehe 1 mwezi wa kwanza na mkakubaliana, nasema chochote mtakachokubaliana watu wawili hicho kitakuwa ndicho na kwa jina la Yesu. By the way. Biblia inasema na nasema hicho tutakifanya. Sasa katika kufunga mpinga Kristo alivyopinga kufuka kwa Kristo na akatoa pesa kwamba watu waseme kwa walinzi waseme kwamba Kristo kufuka, hajawahi kuacha hiyo biashara, anafanya mpaka leo. Unajua huu ni mwaka gani? Mwaka 2019, si ndio? Ni miaka 2019 tangu kuzaliwa kwa Kristo. 2019 imepita. Dunia nzima sehemu kubwa, of course kuna miaka sehemu nyingine wana miaka yao. Kuzaliwa kwa Kristo ndio kipimo cha kuhesabu nyakati na majira ya dunia. Lakini watu wengi hawamkubali Kristo. Wakati tunasoma shule tulikuwa tunatumia vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa AD, Anno Domini, after Christ, baada ya Kristo. Miaka hii 2000 inaitwa AD. Ya kabla ya Kristo ilikuwa tunaita BC zamani.
Wakati tunasoma mpaka leo inatumika. AD ni miaka baada ya Kristo, BC ni before Christ, baada ya Kristo. Before Christ. Ndio sasa wapinga Kristo kwa sababu wako kazini kila asubuhi na usiku na mchana na jioni. Sasa hivi hiyo AD na BC imeanza kufutika. Kuna kitu kinaitwa CE na BCE. Hii kama tunaelewana, ngoja nitafafanua. Tuelewe, jamani, mkiona giza linaanguka usije ukauliza nimeanza saa ngapi. Hivi tumeanza, mimi nilikuwa nimeshamaliza mashule hapa. Tulikuwa tunatumia AD na sasa wanasema hii kitu ya kuhesabia miaka ya dunia kwa kumhesabia Kristo tusiyemwamini, ngoja tutoe kitu kingine ambacho hakimuhusu Kristo. Tuanzishe utaratibu unaoitwa BCE, before common era. Na CE, common era. Japo ndani yake inahesabu kuanzia wakati Kristo alipozaliwa, lakini hawataki hilo neno Christ liwemo. Kwa hiyo wakatafuta neno jingine. Naomba tufumbuke macho jamani. Tusidanganyike kwa vitu vya kijinga vingi. Kwa hiyo huyo mtu ambaye hataki hata Kristo atumike kuzaliwa kwake, kutumike katika kuhesabu umri na siku na miezi, huyo hatapendezwa na wewe kusherehekea Christmas na kuhakikishia. Wewe unasema mbona unapinga kitu ambacho hakuna haja ya kutia kuweka nguvu sana. Huko nje kuna nguvu nyingi sana ya kupinga hizo habari. Hamjui tu. Sasa mwisho kabisa, pointi ya mwisho hii sasa lazima tuiguse. Bila kuigusa somo halijakamilika. Hatusherehekee Kristo kama watu wa pagani. Wapagani Biblia inasema tule tunywe kufa kwaja. Watu ukimuuliza mtu yeyote ile na akaona hili somo tunasema tusherehekee Kristo, tusherehekee Christmas, tusherehekee, atasema safi, lakini atakuwa anajua kitu kingine kusherehekea kwake. Kusherehekea kwake ni kulewa. Ni kutoka nyumbani akarudi kesho asilale nyumbani. Kama ni kijana, ni baba, ni mama, ni whatever. Ni kwenda katika matendo ya uzinzi na washerati. Ni kula na kuvimbewa. Kiwezekana. Kula ni vizuri. Kufanya chochote ni vizuri, lakini kisiwe msingi mzuri. Actually sherehe yetu kubwa niseme ukweli kwamba tukitoka hapa tutakuwa na sherehe ya chakula. Ile tule tunaweza tumia hata masaa 6 hata giza likaingia, lakini kikubwa ni hiki tulichokula hapa. Amen. Hicho ndio kikubwa hicho. Na ndio sababu tukaona kianze cha kwanza tutoke hapa tunasikia njama tumboni ili kusudi rohoni tumeshiba. Mwili ulioshiba na roho iliyo na njaa ni hatari, ni kiwanda cha shetani. Lakini roho iliyoshiba na mwili wenye njaa, wenye kufunga, wenye kupungukiwa ni utukufu kwa Kristo. Amen. Ndio kweli. Sasa tusisherehekee kama watu wapagani wa dunia. Ni kwenda kijiweni. Ni kwenda kuangalia siji show fulani, siji leo tunakutana Coco Beach, siji tunakutana wapi na nini. Haina ubaya moja kwa moja, lakini matendo yanayofanyika pale kimsingi ningesema kwamba yaache. Ndio sababu tunajitahidi siku kama hizi tuwe na tukio letu ambalo kidogo linampa Mungu utukufu. Tunamhubiri Kristo na tunakula chakula vizuri bila kulazimika kuona walio nenda bichi pale. Kama hujasoma anatomia ya mwili utaisoma. Wavauchi wamejaa pale katika jina la kusherehekea na kuenjoy na kuogelea. No. Sio jambo zuri sana. Wengine wanasherehekea kwa kuingia hata kwenye madeni. Sina nguo ya nini? Sina hili. Kwani ukivaa nguo uko unavaa? Kwani hii siku imebadilika? Si jana ilikuwa hivi. Tena hii hapa ni ya joto zaidi. Kuna siku zimepita nzuri sana kama una uwezo wa kupata nguo mpya. Lakini watu si bora hapa Tanzania. Wengine mpaka Tanzania tuna mfumo wa kununua vitu kwa cash, kwa pesa, unalipa hela. Kama una hela ununue. Lakini nchi nyingine dunia nzima wana vitu vinaitwa credit card. Na credit card ndio unaitumia hata kununua airtime. Unaweza mtu akapiga simu analetewa baadaye mwezi mzima anaambiwa unadaiwa shilingi 200,000. Kwa sababu unatumia unakuja kuletewa deni baadaye.
Mtu anaenda anachukua credit card yake, anaingia duka fulani ananunua hiki, anaingia Woolworths ananunua hiki, anajaza vitu, alafu baada ya Christmas ule mwezi wa kwanza anakuambia una siku 41 sio. Ni mrefu sana. Ana madeni 1000 na zaidi. Hapana. Unachokipata tumia hicho. Na akiba tuweke. Kwa hiyo kusherehekea kwetu kusiwe chanzo cha kufanana na walimwengu. Kama ni kuisherehekea Christmas walimwengu wanajua bwana. Sio mimi na wewe. Sio yuko hapa. Wanajua sana. Anaweza kalewa akanywa crate ya pombe kwa sababu tu anasherehekea kuzaliwa kwa Kristo. Hapana. Biblia inasema katika kitabu cha katika kufunga mistari ya mwisho kabisa. Tusome kwa Korinto wa kwanza mlango ule wa 5. Biblia inasema Korinto wa kwanza mlango wa 5 Biblia inasema hivi. Hakuwa anaongelea kwa habari ya Christmas moja kwa moja. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 Biblia inasema katika kufunga ni mstari wa pili kutoka mwisho au yamkini ni mstari wa mwisho. Biblia inasema mstari wa 8 anasema hivi. Basi na tuifanye karamu. Karamu ni sherehe. Na alikuwa anaongelea kwa habari ya ufufuko wa Kristo, kwa habari ya maisha ya Ukristo, maisha mapya ya Ukristo. Na maisha yetu mapya yanaanzia habari za kuzaliwa kwa Kristo. Sio ndio upya na weupe wa moyo. Anasema na tufanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya. Sio ulevi, sio uzinzi, sio kujitakasa. Alafu vitu unajua dhambi tunazitafuta sisi wenyewe. Ukitembea sehemu ambapo kuna vishawishi lazima utashawishika. Uongo? Hebu niulize kwa mfano mtu siku umefunga, unasema bwana leo nimefunga kwa ajili ya Kristo. Alafu ukasema nimefunga lakini ngoja nipite pale hotelini nione ni wameweka ubwabwa wa kiasi gani nione tu lakini nimefunga. Uwezekano wa kufungua hapo na kula ni mkubwa. Dhambi ni tamu sana. Mimi nimejifunza kwamba kwa kweli kushinda dhambi, of course sehemu ya kwanza ni kusikia neno la Mungu kila wakati, kila mara, lakini njia ya pili ni kuikimbia dhambi. Lakini kujifanya kwamba mimi nimeokokeana kuliko wengine, alafu naweza hapana. Kwa lugha nyingine anaposema tusifanye karamu kwa mambo yanayochachuka na ubaya na uovu, ana maana kwamba kwa mfano tukitoka, simetoka kuhubiriwa vitu vizuri, toka hapa kosea njia ingia pale nani? Kwenye hapa jioni kutakuwa na ngoma nyingi tu zitapigwa hapa, vale vyo, si vale mlimani vyo wale. Pale, ingia pale kakapo ili fundisho lote utalisahau, utakachokuwa unakiona ni ile midundiko itakayopigwa pale. Ndio utakayokuwa unaiona iko live. Tujifunze kidogo kuikimbia dhambi ili kusudi tukaishinde kila sana. Mwisho kabisa mstari wa mwisho na sitauhubiri nitausoma tu na alafu nitafunga. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14. Amini Warumi. Tulikuwa Wakorintho wa kwanza turudi kushoto tufunge. Warumi mlango wa 14 mstari ule wa 17 Biblia inasema hivi. Warumi 14:17. Huu mlango tuliusoma kabla lakini tunaurudia sehemu nyingine. Anasema maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Tule, tunywe na kufurahi, lakini anasema maisha si zaidi ya kula, si zaidi ya mavazi. Maisha ni Kristo na Kristo amezaliwa leo. Tutaishi hapa. Mungu tukushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa neno lako jema Mungu ambao umetupa siku ya leo. Asante pia na kutuandalia karamu siku ya leo. Kristo tunaomba tukatembee katika kicho na furaha yako hata kama mazingira yanayotuzunguka Mungu ni ya kutuingiza katika ushawishi wa dhambi. Mungu tulinde leo, tulinde hata siku ya kesho, siku ya pili ya sikukuu. Na Baba tunaomba pamoja na sisi katika vipindi vyote vinaendelea na ushirika utakao kuwepo na sherehe tutakayofanya. Na katika kumaliza mwaka wote 2019 tunakushukuru Mungu ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba utapokea. Amen.